Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu, bado tunazitazama ahadi za Mungu kwetu, na ahadi hizi ni bora sana katika maisha yetu, na zinatufunulia zinatufunulia baraka zetu, zinatufunulia ukweli wetu, zinatufunulia Mungu wetu jinsi anavyotupenda. Tuko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Taanza kusoma mstari wa 15. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake zao pamoja nawe. Utoke pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na wanyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, wajae juu ya nchi, wawe na uzazi waongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi, kwa kabila zake, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskasi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Amen. Nenda mtazamaji wangu, asante kwa kufuatana nami. Nafurahishwa sana nawe kwa kuwa uko pamoja nami. Hapa tunakutana na ahadi nyingine aliyoisema Mungu kwa wanadamu, nayo ni hii: wakati Nuhu baada ya safina kuelea na kushuka juu ya nchi, yaani baada ya maji kuisha kwenye ile adhabu aliyoitoa ya kuwaangamiza wanadamu kwa maji ya gharika, akapona Nuhu na mkewe na watoto wao na wake za watoto wao, watu 8, na wanyama na ndege waliokuwemo katika safina wakapona. Sasa walipotoka, Biblia inasema Mungu alipowatoa akasema, tokeni sasa, maana nchi imekuwa tayari kwa ajili ya kuendelezwa. Basi Nuhu akatoka. Alipotoka, Biblia inasema akamtolea sadaka. Nuhu akamtolea Bwana sadaka za kuteketezwa za wanyama wazuri na ndege wale wazuri aliokuwa nao mle, akatoa sadaka ya kuteketezwa. Biblia inasema ile sadaka harufu yake ikamridhisha Bwana, ikamridhisha Mungu, akafurahi mno kwa sadaka ile. Hivyo Mungu akatoa ahadi hii, akasema, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Hao wanadamu nikiamua kuwamaliza na wamaliza tu, lakini tangu sasa sitalaani nchi hii kwa jinsi nilivyofanya. Sitaleta maji kama nilivyofanya, wala sitaiharibu tena nchi hii kama nilivyofanya. Anasema muda nchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi, wakati wa hari, yani wakati wa joto, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Anatoa ahadi kwamba sasa hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Majira ya kupanda yataendelea, majira ya kiangazi yataendelea, majira ya wakati wa baridi itaendelea, majira ya wakati wa joto itaendelea, majira ya usiku na mchana yataendelea. Hakuna kusimama, vitaendelea kama vilivyokuwa. Mungu akasema, sitabadilisha kitu tokea sasa, sitailaani nchi,
sitaiadhibu dunia tena kwa maji kama nilivyofanya. Hii ni ahadi ya ajabu sana. Mungu anaahidi kutokuleta adhabu tena ya maji, na hakutakuwa na adhabu ya maji kama yaliyotokea wakati wa Nuhu. Mafuriko yako yanatokea nchi mahali, lakini hayawezi kufikia kiwango cha wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu ilikuwa ni shida, dunia nzima ya wakati huo ilijaa maji. Kwa hiyo haikuwa kama mafuriko ya wakati huu. Haya ni kidogo tu, sehemu ndogo anatuonyesha. Mungu anatuonyesha sehemu ndogo sana, lakini alishaahidi kwamba hata igarikisha dunia tena kwa maji. Lakini pia anasema majira yake, jua litaendelea kutoka na kuzama, siku itaendelea na kutakucha, majira ya baridi yataendelea, ya joto yataendelea kama ilivyo kawaida. Kwa mfano huku sasa wengine tunaishi kipindi cha joto, wengine ni kipindi cha kiangazi, wengine kwao ni masika, wengine ni vuli, inategemea uko wapi. Kila mahali majira yale yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kitu muhimu hapa, usijali, usiwe na wasiwasi, hakuna kitakachobadilika. Mungu ameahidi hakitabadilika chochote. Hakutakuwa na adhabu tena ya maji mengi, hakuna. Kwa hiyo furahi, kwa sababu Mungu ameahidi kwamba majira yako hayatabadilika. Hakuna kitakachobadilika kwako. Kila jambo litaendelea, kila kitu kitaendelea. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tutane kwenye kipindi kinachokuja tena, tuangalie ahadi nyingine. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.